Ketea nchini Uhispania, kiwango ambacho ni mara 6 ya eneo lililoharibiwa na moto wa misitu katika kipindi kama hiki mwaka 2025. Mapema, Sanchez alitangaza ufadhili wa euro milioni 10 kwa ajili ya kujenga vituo vipya vya kujikinga dhidi ya athari za hali ya hewa, vikiwemo katika taasisi za elimu. Bado tunakabiliwa na kipindi kigumu na chenye changamoto kubwa mbele. Usiku uliopita ulikuwa wa kutia moyo kwa kiasi katika hizi juhudi za kudhibiti moto. Itabidi tusubiri kuona jinsi hali itakavyoendelea kadri siku zinavyosonga mbele. Nchini Uhispania vilevile, wazima moto wanaendelea na juhudi za kudhibiti moto katika eneo la Valencia ambako watu 15,000 wamehamishwa. Moto mkubwa zaidi kaskazini mwa Madrid umeharibu karibu kilomita za mraba 800 za ardhi. Katika jimbo la Castellón, kaskazini mwa mji wa Valencia, moto wa msituni umeunguza zaidi ya kilomita za mraba 43. Wazima moto wanasema kasi ya kuenea kwa moto huo imepungua na wanatumaini kudhibiti iwapo hali ya hewa itaimarika. Mamlaka hapa zinasema hali imeimarika japo kwa kiasi kidogo usiku kucha. Angalau mioto miwili mikubwa ya misitu nchini Uhispania haijaendelea kuenea kwa kiwango kikubwa, hususan ile iliyoko katikati mwa nchi karibu na Madrid. Hata hivyo, bado haijadhibitiwa kabisa. Pia kuna wasiwasi mkubwa kuhusu hali ilivyo mashariki mwa nchi karibu na Valencia. Upepo umekuwa mkali, jambo linalofanya juhudi za kudhibiti kuwa ngumu zaidi. Kwa sasa, moto unaowaka karibu na Madrid na ule wa Valencia bado haujadhibitiwa. Wazima moto nchini Ufaransa wanasema bado hawajafanikiwa kudhibiti moto wa misitu ambao kiasi kama hicho hakijawahi kushuhudiwa na ambao unaenea kuelekea mji wa Bordeaux kusini magharibi mwa nchi hiyo. Jana nyumba yetu iliteketea. Wanyama wetu pia waliteketea. Tulikuwa na kuku wachache, wanyama wachache na pia tulikuwa na njiwa. Sijui niende wapi. Sijui. Kila kitu kinateketea. Hemos perdido nuestro medio de vida. We've lost our livelihood. Tumepoteza chanzo chetu cha kupata riziki. Tumeharibikiwa kabisa. Tumepoteza milima yetu ambayo ndio chanzo chetu cha maisha kwa sababu watalii huja hapa kuitembelea. Tumepoteza kila kitu. Watu wamepoteza biashara zao na sasa tumeachwa hapa bila msaada. Businesses and we're left here abandoned. Meya wa eneo hilo Thomas Cazenave amesema anajiandaa kwa hali yoyote inayoweza kujitokeza. Akizungumza baada ya kikao cha dharura cha serikali, waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Laurent Nunez amesema hali katika eneo la Gironde bado sio nzuri na ameonya kwamba msimu huu wa kipekee wa moto wa misitu bado uko mbali kumalizika. Wimbi jingine la joto kali linatarajiwa nchini Ufaransa wiki hii, huku hali joto ikitarajiwa kupanda kwa kasi kuanzia siku ya Jumanne. Swali sasa si kwa nini eneo kubwa kiasi hicho limeteketea katika msimu huu wa moto wa misitu, bali ni kwa nini mioto hii imekuwa mikali zaidi na imekuwa vigumu kudhibiti. Majira ya baridi yaliyokuwa na mvua nyingi kuliko kawaida yalichochea ukuaji mkubwa wa moto wa asili. Kisha majira ya kuchipua na mwanzo wa kiangazi yaliyokuwa makavu yakifuatia na mawimbi ya joto yaliyojirudia yalikausha eneo hilo, hivyo kulifanya kuwaka kwa urahisi. Nyasi, majani na matawi madogo huwaka haraka, huku joto la muda mrefu pia likipunguza unyevunyevu katika vichaka, miti na mabaki ya misituni, jambo linalofanya moto kuwaka kwa nguvu zaidi na kudumu kwa muda mrefu. Upepo mkali vilevile na unaobadilika mwelekeo unaweza kusababisha moto kuenea kwa njia isiyotabirika. Bara Ulaya ndilo bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi duniani, ingawa mabadiliko ya tabia nchi hayakusababisha cheche zilizoanzisha moto huu, yameongeza uwezekano wa hali ya joto na ukavu inayofanya moto kuenea kwa kasi zaidi na kuwaka kwa nguvu zaidi. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Na kwa kuangazia zaidi taarifa hiyo ya Phyllis Mwate kuhusiana na moto wa nyika katika nchi za Ufaransa na Hispania, nimezungumza na mkazi wa Paris, Mari Ali, ambaye pia amenijulisha kuwa joto na upepo mkali unachochea moto kuwaka zaidi. Hali kwa kweli ni ya kusikitisha, na majira yenyewe haya ya kiangazi kwa kweli uharibifu ni mkubwa na shughuli zinaendelea ili kuweza kudhibiti moto huu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na baraza lake la mawaziri katika kikao cha dharura kuzungumzia janga hilo la moto. Wamezungumzia nini? Kabla baraza la waziri aliweza kukutanisha tume ya uratibu
ambayo inaundwa na wizara tofauti na wadau wote ambao wanahusika na masuala ya hali ya hewa, misitu na nini, waliweza kufikia kwamba juhudi za pamoja zinahitajika na bado hatari ipo inaendelea, na hawatakiwi kulea mikono hivi sasa, kwa sababu leo na kesho kidogo kutakuwa kama hali ya afadhali kwa sababu ya hewa kupatikana kidogo, lakini baada ya hapo kuna taarifa kama kipindi cha joto ambacho wanasema ni kipindi cha 4 katika muda huu kitakuja tena, na wanahofia kwamba joto likizidi hivyo na pepo kuzidi, basi hali tena ya moto inaweza kuzidi na kuweza kuwa nzito na kuweza kushinda kudhibiti moto. Kwa hiyo baada ya kikao cha tume hicho cha uratibu, ndio wameenda sasa kwenye baraza la mawaziri na kuweza sasa kuchukua maamuzi ya kuweza nini wafanye ili waweze kudhibiti na kuzima moto huo kwa pamoja. Lakini mwanzo wameanza kuonyesha juhudi ambazo zinafanyika, kwa sababu tayari wanasiasa wengine wanataka kulichukulia hili kama chanzo cha kampeni na nini, lakini waziri wa mambo ya ndani, mhusika mkuu, wameweza kuonyesha juhudi ambazo zimechukuliwa na ushirikiano, na kiasi fulani wana matumaini kwamba moto huu unaweza kudhibitiwa na kuzimwa moja kwa moja ikiwa hali itaendelea kuwa hivi. Kuna taarifa pia kwamba serikali ya Ufaransa imeomba msaada kutoka Jumuiya ya Ulaya kuweza kusaidia kuzima moto huu. Msaada upo katika ushirikiano wa Ulaya. Ni kweli hilo limezungumziwa, kwa sababu hali ambayo iliyoko hivi sasa ni kwamba Ufaransa inakiri au inaonyesha kwamba kuna hali ya kuzidiwa, kwa sababu wale ambao wameingilia kati kuuzima umoto sio wale ambao wahusika wadau tu wenyewe, labda wa idara ya zimamoto wenyewe, lakini hata watu binafsi, raia wema, wameweza kujitolea kuacha hata swimming pool yao wazi kuweza kutumia maji, magari yao kuweza kwenda, wakulima. Kwa hiyo kila mtu ameweza kujitolea, jambo ambalo limeonyesha serikali kwamba inazidiwa na hali ya joto ambayo tunayoisubiri katika siku 2-3 na wikendi hii kwenye mwisho wa mwezi wa 8 huu inaweza kuwa ni ya kutisha zaidi, kwa sababu moto huu pia uko nchi jirani ya Uhispania. Kwa hiyo ni swala ambalo linaweza likaizidi nchi kama nchi na likaingia kwenye ushirikiano sasa wa kibara ambao ni Umoja wa Ulaya. Kuna watu wengi wamehamishwa katika makazi yao. Waliohamishwa ni wengi sana, watu takriban 200,000 na zaidi wameweza kuhamishwa, na nyumba zaidi ya 100,000 nadhani kama 50,000 nyumba zimeungua, mashamba yameungua. Uharibifu ni mkubwa. Tathmini yote jumla na ripoti yote jumla nadhani bado wanaendelea kutengeneza. Kwa hiyo hali bado iko tete sana ukizingatia moto uliokuwa, lakini kwa leo kuna hali ambayo inaonyesha kwamba kuna nusura ya mazingira ambayo imeweza kufanya moto usiwe na spidi kubwa. Baadhi ya maeneo ambayo yameathirika sana, wakuu wa eneo hilo wamewataka watu kutorudi majumbani kwao mpaka moto udhibitiwe. Sasa idadi kubwa ya watu wanaishi wapi? Yaani wako katika hali gani? Hawaruhusiwi. Kwanza kuna wale ambao hawatorudi kabisa, nyumba ziliweza kuteketea, na kuna wale ambao bado nyumba zipo lakini kwa hali ya mazingira hawawezi kurudi na kuhofia. Kwa hiyo wanaishi katika maeneo ya jumla kama vituo vya michezo na huduma zinaendelea kama kawaida. Mashirika ya kibinadamu yanajitolea. Umegusia Hispania kwa ujumla, nako Hispania hali ikoje? Ni kama Ufaransa ama huko ni zaidi? Ni zaidi kule, ni zaidi kabisa, kwa sababu wao na muda mrefu moto upo, lakini ulikuwa haujachukua kiwango kama hichi cha Ufaransa. Kwa hiyo Hispania pia imeathirika kiasi kikubwa, lakini sio kama Ufaransa ambao ni kwa muda mchache, lakini eneo ni kubwa ambalo limeweza kuathirika zaidi. Kwa ujumla wanasema chanzo ni kutokana na mabadiliko tabia ya nchi, ama pia binadamu chanzo cha moto huo? Mabadiliko ya tabia nchi yapo, wanasema kama sababu kubwa huwa inatokea, lakini ni jumla ya yale matokeo ambayo umakini wa mwanadamu haukuweza kuzingatiwa, na hata mambo haya ya tabia nchi pia ukiyatizama yana mkono pia wa mwanadamu na kukosa umakini wa kudhibiti mazingira moja kwa moja. Na tukiachana na moto huu ambao unafukuta katika mataifa kadhaa ya kusini mwa Ulaya, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo idadi ya walioambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi visa 3,200 ikiwemo watu 1,405 waliofariki dunia kutokana na virusi hivyo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema karibu 90% ya walioambukiza virusi hivyo wanaripotiwa kutoka jimbo la kaskazini mashariki la Ituri ambalo linapakana na Sudan Kusini na Uganda. Zaidi na Ive Buchana.
Taifa hilo la Afrika ya Kati linapambana na mlipuko wake wa hivi punde wa Ebola katika eneo la mashariki lenye migogoro tangu miongo kadhaa sasa. Jumla ya visa 3200 sasa vimeidhinishwa katika mikoa mitano, takwimu rasmi zilionyesha, baada ya mlipuko huo kuvuka alama ya visa 2000 mnamo Julai 15. Mamlaka zilisema uboreshaji wa ugunduzi na upimaji umesaidia kutambua maambukizi zaidi. Mlipuko huo uliotangazwa mnamo tarehe 15 mwezi Mei unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola ya Bundibujo ambayo haina chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa. Karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri ambao unapakana na Sudani Kusini na Uganda, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Mlipuko huo unaweza kudumu kwa miezi kadhaa zaidi, wakati maandamano ya wafanyakazi wa afya wanaodai mishahara ambayo haijalipwa imetatiza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo katika baadhi ya hospitali. Ebola ambayo huenea kwa kugusa majimaji ya mwili na kusababisha homa ya kuvuja damu imeua zaidi ya watu 15,000 kote Afrika katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Afisa wa afya katika mkoa wa Ituri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema hapo awali wagonjwa walikuwa wakisita kulazwa kwa ajili ya matibabu ya Ebola katika vituo vya matibabu ya Ebola. Dr. Jacob Kabagambe Tibasima ambaye ni naibu msimamizi wa ETC Wizara ya Afya alisema, d'abord ce que nous avons constaté au début, on avait vraiment une réticence de malades. Ndiyo, mwanzoni ilikuwa changamoto kubwa. Hapo awali kulikuwa na tatizo kati ya jamii na mtoa huduma, bila shaka kukiwa na kutoelewana, lakini hivi karibuni tumeona mabadiliko chanya ya kweli kabisa. De la communauté. Uwezo wa ufuatiliaji wa matibabu bado umehamasishwa kikamilifu katika maeneo yaliyoathirika. Huko Ituri, uimarishaji unaoendelea wa timu, maabara na miundo ya utunzaji unasaidia ugunduzi wa mapema wa visa, wakati shughuli za uelimishaji wa jamii, udhibiti katika maeneo ya kuingilia na msaada wa kilojistik unasaidia kuimarisha mwitikio. Il reçoit son traitement convenablement et puis sortir sans incident. Mgonjwa anayekuja kituoni anapokea matibabu yake vizuri na kuondoka bila matatizo, na mwishowe hata wanashukuru timu ya matibabu. Hii ina maana kwamba kwa kweli tunaona uaminifu unaokua kati ya jamii na vikosi vya kutoa huduma. Mtoa huduma katika kituo cha matibabu ya Ebola sasa wanapata ushirikiano. Entre la communauté et l'équipe, le prestataire au centre de traitement Ebola. Wanasayansi wako katika mbio za kutengeneza chanjo na matibabu dhidi ya aina ya virusi vya Bundibujo. Chuo kikuu cha Oxford kilisema kundi la kwanza la watu waliojitolea lilikuwa limepokea chanjo ya majaribio inayolenga virusi hivyo haswa. Mtu wa kwanza wa kujitolea duniani amepokea chanjo ya majaribio dhidi ya virusi vya Ebola ambavyo katika miezi ya hivi karibuni vimeua zaidi ya watu 1,000 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dozi hiyo ilitolewa Oxford ambayo wanasayansi walitengeneza chanjo hiyo. Just to help out really, obviously you see on the news. Ni kusaidia tu kwa kweli. Ni wazi unaona kwenye habari nini kinaendelea kule DRC. Kwa hiyo inaonekana kama ni jambo la maana kufanya. Profesa Teresa Lambe wa Oxford Vaccine Group anaeleza zaidi kuhusu majaribio ya chanjo hiyo. We will certainly be looking out for any adverse reaction. Na hakika tutakuwa tukiangalia athari yoyote mbaya inayoweza kutokea. Lakini ukiangalia kile tunachojaribu kukabili dhidi ya virusi vya Ebola ni kiwango cha vifo ambacho ni 30% hadi 50%. Kwa hivyo tunahitaji kweli kupima chanjo hizi, lakini kuzipima kwa usawa. So we really do need to test these vaccines, but test them safely. Chanjo nyingine kadhaa zinazotarajiwa zinafanyiwa mchakato wa haraka kwa ajili ya majaribio ya kliniki, wakati matibabu mawili yanayoweza kufaa pia yako chini ya maendeleo. Ive Buchana, BBC.
Naam, shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch limesema shughuli zinazofanywa na kampuni ya nishati ya Perenco magharibi mwa Kongo zinawaweka wakazi wa eneo hilo katika hali ya hatari kutokana na mafuta yanayovuja kuchafua mito na ardhi katika eneo la Mwanda, huku uchomaji taka na gesi ukihusishwa na tatizo la upumuaji, hali ya kichefuchefu na kikohozi sugu. Hata hivyo, kampuni hiyo imekanusha madai hayo na kusema kuwa operesheni zao ni salama. Sarafina Robi na maelezo zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema shughuli za uchimbaji wa mafuta zinazofanywa na kampuni ya Ufaransa na Uingereza Perenco zinahatarisha afya ya wananchi na mazingira katika maeneo ya Mwanda katika jimbo la Kongo Central. Katika ripoti iliyochapishwa hii leo, shirika hilo limesema gesi inayoendelea kuchomeka na taka kutoka shughuli za kampuni hiyo imeathiri ubora wa hewa, huku uvujaji wa mafuta kutoka kwenye visima na mabomba ukitajwa kuchafua mito na udongo. Wakazi waliozungumza na shirika la Human Rights Watch wamesema wamekuwa wakikumbwa na matatizo ya kupumua na maumivu ya kifua ambayo wanaamini yanahusishwa na shughuli za uzalishaji mafuta katika eneo hilo. Kampuni hiyo ya Perenco imekanusha madai hayo. Kampuni hiyo inasema hakuna ushahidi uliothibitishwa kuwa shughuli zake zimesababisha uchafuzi wa mazingira au matatizo ya kiafya. Pia imepinga matokeo ya baadhi ya tafiti zilizotumiwa katika ripoti hiyo, ikisema zilikuwa na mapungufu ya kitaalamu. Perenco inaeleza kuwa imewekeza katika hatua za kuzuia uchafuzi wa mazingira, imechangia miradi ya afya ya jamii na imesitisha uchomaji wa gesi katika zaidi ya maeneo 200 huku ikiendelea kushirikiana na mamlaka za Kongo. Mwishoni mwa mwaka 2024, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliagiza ukaguzi wa mazingira katika shughuli zote za kampuni ya Perenco. Hata hivyo, hadi sasa matokeo ya ukaguzi huo pamoja na takwimu kuhusu ubora wa hewa, maji na udongo bado hayajawekwa wazi kwa umma. Human Rights Watch sasa inataka serikali ya Kinshasa kuchapisha matokeo hayo na kuchukua hatua kwa uwazi ili kulinda afya ya wananchi. Perenco ndio kampuni pekee inayozalisha mafuta nchini DR Congo, ikiwa na shughuli katika eneo la baharini na nchi kavu katika ukanda wa pwani wa taifa hilo wenye urefu wa kilomita 37. Tafiti huru zilizowahi kufanywa awali zimeripoti viwango vya juu vya mabaki ya mafuta na madini hatari karibu na baadhi ya maeneo yake ya uzalishaji. Naam, asante sana Sarafina Robi kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, na nielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naona maoni hapa ya Isaya Sambo mpenda amani, anasema Ebola hayajawekewa utaratibu katika kuikabili. Tulitegemea safari za mwingiliano wa mataifa jirani usitishwe kuepuka maambukizo zaidi, akisema kinga ni bora kuliko tiba. Lakini Navath Kalinga akiwa Iringa anasema poleni Ufaransa na Uhispania kwa janga hilo la moto. Matikiti Muhammad wa Mtwara Tanzania anasema kunasi kwenye matangazo ya jioni hii ya leo, pole wa Faransa na Uhispania kwa janga la moto, ndo ujumbe wake. Lakini pia namwona Jonas Luvena akiwa kule Sawala Town Mfindi anasema Ufaransa na Uhispania kwa janga hilo la moto mnalokumbana nalo, Mungu awasaidie. Na kwa sasa naona kwamba ni wakati mwafaka kabisa wa kukuelekeza kwenye spoti na Ive Buchana. Barabara kabisa, nianze na michuano ya kuwania kombe la Sekafa Kagame Cup ambayo inaendelea katika hatua ya makundi. Timu ya APR mwakilishi wa Rwanda ipo hatarini kukosa tiketi ya kutinga hatua ya mtoano. Inajaribu bahati yake ikilenga kushinda mabao mengi dhidi ya timu ya Garde Republicaine kutoka Djibouti. Mechi kati ya timu hizi mbili itachezwa punde sipunde kwenye uwanja wa Pele uliopo Nyamirambo siku ya Ijumaa. Wakati michuano hii ikifunguliwa, timu ya Gor Mahia ya Kenya ilitandika APR kwa kuichapa mabao 5-0, mechi ambayo ilishuhudiwa na Rais Kagame. Jana timu ya Rayon Sports, kipenzi cha wengi nchini Rwanda, ambayo kwa sasa ina ari kubwa baada ya kupata ufadhili wa kifedha kutoka kwa moja ya benki kubwa nchini, ilifunga timu ya KVZ ya kutoka Zanzibar mabao 2-0. Naam, kwengineko Real Madrid inajaribu kurefusha mkataba wa Vinicius Junior, lakini mkwamo uliopo umevutia hamu ya Arsenal, huku kocha Mikel Arteta akimchukulia kama lengo namba 1 la usajili. Ingawa Arsenal inamuona kama chaguo bora kwa safu ya kushoto, klabu hiyo inatambua kuwa usajili huo ni mgumu.
Kuna uwezekano mkubwa kusiwe na hali ya kusisimua zaidi katika soko la usajili kwa sasa kuliko mustakabali wa Vinicius Junior. Mshambuliaji huyo wa Real Madrid bila shaka ni mmoja wa wachezaji mashuhuri na wenye wasifu mkubwa zaidi wa soka duniani. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil alijiunga na Real Madrid akiwa kijana wa miaka 18 mnamo mwaka 2018, akishinda mataji 14 na kufunga mabao 128 katika mechi 375 alizochezea miamba hiyo ya Hispania. Kufikiria kwamba wamemwacha aingie katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake inashangaza sana, lakini hapo ndipo tulipofikia. Katika mazingira ya kawaida, kwa mjibu wa vyanzo vya tasnia hiyo, thamani ya soko ya Vinicius ingezidi pauni milioni 200 uwanjani. Kiasi hicho cha fedha kingekupatia winga wa kushoto wa kiwango cha juu duniani ambaye pia ana ujuzi wa kucheza nafasi ya kati, pamoja na mchezaji ambaye akiwa na umri wa miaka 26 anafikia miaka yake ya kiwango cha juu zaidi. Wakati huo winga wa RB Leipzig ya Ujerumani Jan Diomande amekubaliana masuala binafsi na Real Madrid baada ya Paris Saint-Germain kujiondoa kwenye nia ya kumsajili. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 19 hapo awali alikuwa akikodolewa macho na Liverpool, ambao ofa yao ya awali ya pauni milioni 69 ilikataliwa mnamo Juni pamoja na Paris Saint-Germain. Kufuatia hatua hiyo, Liverpool walihamishia nguvu zao kwa wachezaji wengine, na sasa Paris Saint-Germain wameamua kutoingia kwenye vita ya kuwania dau na Real Madrid. Inasemekana kuwa Paris Saint-Germain walikataliwa ofa yao ya mwisho ya pauni milioni 102.5 kwa ajili ya kinda huyo siku ya Jumapili. Tangu wakati huo, Madrid wamekubaliana naye masuala binafsi ambayo inasemekana yameundwa kwa mfumo wa mkataba wa kiungo wa England Jude Bellingham, kwani yanatoa motisha kulingana na viwango vya uchezaji na kuongezeka thamani mwaka hadi mwaka. Real Madrid watalipa zaidi ya pauni milioni 100 kwa ajili ya Diomande ambaye alijiunga na Leipzig akitokea klabu ya Leganes ya Uhispania msimu uliopita wa joto kwa mkataba wa miaka 5. Na huo ndio mwisho wa makala yetu ya michezo na wachezaji. Jina langu ni Ive Buchana. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Habari kuu jioni hii: moto wa nyika unaendelea kuunguza sehemu kubwa ya Ufaransa huku maafisa wa zimamoto wakipambana kuudhibiti. Marekani yasitisha mashambulizi dhidi ya Iran kupisha mazungumzo ya kidiplomasia kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Siku ya kitaifa ya kufanya usafi nchini Uganda mara moja kwa mwezi iliyoanza kutekelezwa mwishoni mwa wiki yazua maoni mseto nchini humo. Na jeshi la Sudani limesema linadhibiti barabara kuu unganisha Khartoum na Olobeid ambayo imekuwa mikononi mwa wanamgambo wa RSF. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu sana msikilizaji, ukiwa nami Karorobi na mwenzangu ni Halima Nyanza. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini vile pia kwenye YouTube utayapata hapo hapo kwenye BBC News Swahili, lakini pia tuko kwa kupitia redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Jeshi la Sudan linasema limechukua udhibiti kamili wa barabara kuu inayounganisha Khartoum na mji mkuu uliozingirwa wa jimbo la Kordofan kaskazini wa Olobeid baada ya mapigano makali ya siku 2. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Thomas Mkwana ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio yanayojiri katika vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan. Jeshi la Sudan lilitangaza jana usiku kwamba kama saa 3 hivi, saa 2:30, kwamba limeiteka barabara kuu kati ya Khartoum na El Obeid. Hiyo barabara inajulikana kama Export Road.
Mapigano hayo makali kulingana na jeshi la Sudan yalianza Jumamosi na yalidumu kwa siku 2. So yaliisha jana usiku na tangazo hilo lilitolewa kupitia Facebook. Facebook ndio njia ya jeshi la Sudan kutoa habari, na walisema kuwa barabara hiyo ilikuwa chini ya udhibiti wa RSF tangu mwaka wa 2023. Na RSF ilikuwa imezingira mji wa El Obeid kwa miezi kadhaa, huku ikifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ama maarufu drones. Je, hatua hii ina umuhimu gani sasa katika vita hivi vya Sudan, hususan katika mapambano ya udhibiti wa maeneo makuu kama hayo ulioyataja El Obeid? Ndi kwamba sasa El Obeid iko uhuru ama? Kweli El Obeid iko uhuru kulingana na jeshi la Sudan, na waliposti video za watu wakicelebrate ama watu wakisherehekea. Walisema ni hao ni wakazi wa El Obeid. Lakini El Obeid haijakuwa na story nzuri kwa mwezi mmoja uliopita. Miezi kadhaa iliyopita mambo yalikuwa yako sawa, lakini around last month hivi ilisemekana kuwa mji huo umezingirwa na wapiganaji wa RSF. RSF ilikuwa imezuia njia muhimu ambazo jeshi ingetumia kufika Khartoum kwa urahisi, na pia pambano hilo lilikuwa limezuia kuingia kwa humanitarian aid ama usaidizi wa kibinadamu wa watu wa ndani ya El Obeid. Kwa hivyo kulikuwa na habari za kama mtungi mmoja wa maji kutoka kwa zaidi ya mara 3 bei yake ya kabla ya vita hivi, na chakula ilikuwa haiko, ni nadra. Na pia kulikuwa na mashambulizi juu ya shule, vituo vya stima. Kulingana na UN, drone attacks imekuwa nyingi. Drone attacks ilikuwa shida kubwa sana hapo El Obeid. Imefikia watu 800 wamekufa kulingana na UN tokea Januari. Pengine inaweza kuwa hivyo, lakini kuna wasiwasi kwamba huenda kusiwe na unafuu sana kutokana na kwamba pande zote mbili katika vita hivi vya Sudan, nikikusudia jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo la RSF, yamekuwa yakituhumiwa sana na mashirika ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa kwamba pande zote mbili zinahusika katika uhalifu wa kivita, matukio ambayo yanaweza kuorodheshwa kama uhalifu wa kivita na vile uhalifu dhidi ya binadamu. Lakini unahisi kwamba hii itasaidia kwa vyovyote vile unafuu kupatikana basi angalau kwa misaada ya kibinadamu kwa ajili ya raia? Habari hizi zinakuja kwa njia mbili. Inaweza kuwa habari nzuri kulingana na wewe ni nani. Jeshi la Sudan litakwambia kuwa habari hii ni nzuri kwa sababu kufuatia hatua hii sasa itawezekana kuwafikia wakazi ambao hapo awali walikuwa wametengwa na kundi cha RSF, na jeshi litaweza kupokea vifaa kwa urahisi zaidi. Na utakumbuka kuwa El Obeid ilikuwa ni kitovu cha mkutano ya nchi nyingi zinazoelekea Darfur, Kordofan Kusini. Kwa hivyo ushindi huu ni mkubwa, lakini matumaini ni kwamba itafanikisha hilo, kuwa msaada utafike watu wanaohitaji zaidi. Na Umoja wa Mataifa ulikuwa unasema kuwa mji huo ulikuwa ukingoni mwa janga la kibinadamu, na ulikuwa ukingoni mwa janga hili kwa wiki kadhaa na kukabiliwa na mashambulizi makali yaliyolenga shule. Lakini sasa koti kuu pia ya dunia ICC, tuliongea na mmoja wa prosecutors wa koti kuu ya dunia, na walisema kuwa wanachunguza kesi ya uhalifu dhidi ya binadamu ama crimes against humanity na uhalifu wa kivita baada ya matukio hayo, na inasemekana mambo hayo yote yalifanyika njia zote mbili, RSF na jeshi kuu la Sudani, lakini hasa RSF kwa sababu utakumbuka kuwa mwaka jana kulikuwa na mashambulizi makubwa sana juu ya mji fulani unaitwa El Fasher magharibi mwa Sudan, na watu fikia 6,000 wanasemekana waliaga dunia kwa mashambulizi hayo. Pande zote mbili zinasemekana kushambulia watu wasiohusika na vita ama civilians, lakini bado ICC ilikataa kutuambia lini kesi hii itaanza na lini watatangaza kuarestiwa kwa hawa watu. Lakini kufikia sasa habari hii ni nzuri sana kwa watu, ndio maana video hizo zilizotoka zilionyesha watu wakisherehekea. Nam ni mwandishi wa BBC Thomas Mokwana kama alivyozungumza na mwenzangu Caro Robin. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC imesema kazi zake zitaendelea kama kawaida bila kukatizwa baada ya wanachama wa mahakama hiyo kupiga kura siku ya Ijumaa kuidhinisha mwendesha mashtaka wa mahakama hiyo Karim Khan kufukuzwa kazi kwa utovu wa nidhamu. Mwanasheria huyo wa Uingereza amefukuzwa kazi baada ya kuhusishwa kimapenzi na mfanyakazi mwingine wa mahakama hiyo. Tupate taarifa zaidi. Nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC zimepiga kura kuunga mkono pendekezo lililomuondoa madarakani mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan. Uamuzi huo ulipitishwa siku ya Ijumaa kwa kura za wengi kutoka kwa mataifa wanachama 125
wa mahakama hiyo ya ICC. Khan mwenye umri wa miaka 56 amekanusha tuhuma zote dhidi yake, akidai kuwa mashtaka hayo yalichochewa na hatua yake ya kuidhinishwa kukamatwa kwa viongozi kadhaa wakuu duniani. Hatua hiyo inakuja wakati Marekani ikitangaza kampeni mpya ya kidiplomasia yenye lengo la kuishinikiza na kuidhoofisha ICC, taasisi ambayo Washington inaiona kama tishio kwa mamlaka yake ya kitaifa na kimataifa. Marekani, ambayo si mwanachama wa mahakama hiyo, tayari imewawekea vikwazo majaji na waendesha mashtaka kadhaa wa ICC, akiwemo Karim Khan. Maafisa wa Marekani wanasema hatua hiyo inahusishwa na uamuzi wa ICC kutoa hati za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant. Pia kuna malalamiko kuhusu uchunguzi wa zamani uliohusisha wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan. Wakati huo huo, mwanamke aliyetoa tuhuma dhidi ya Khan amezungumza hadharani kwa mara ya kwanza. Katika mahojiano na shirika moja la habari, alisisitiza madai yake kwamba alikuwa katika uhusiano wa kimapenzi na Khan ambao kwa mujibu wake haukuwa wa hiari. Hata hivyo, Karim Khan amekana madai hayo. Naam, huyo ni Saif Abdallah. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili nchini Uingereza ambako anakuwa mgeni wa kwanza wa kimataifa kukutana na waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ambaye alishika madaraka wiki iliyopita. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafanya ziara nchini Uingereza kabla ya kuelekea Washington, huku akihamasisha juhudi za kumaliza vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi. Wakati wa ziara hiyo, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham anatarajiwa kutangaza msaada mpya kwa Ukraine, ukiwemo uhamishaji wa haki za matumizi ya teknolojia ya kisasa ya vita vya kielektroniki inayowekwa kwenye ndege zisizo na rubani. Teknolojia hiyo inayojulikana kama Stone Cloak husaidia kuzuia ndege zisizo na rubani kutambuliwa na mifumo ya adui. Katika mahojiano na BBC kabla ya ziara hiyo, Burnham amesema ana imani kubwa na teknolojia hiyo na kusisitiza kuwa uungaji mkono wa Uingereza kwa Ukraine ni wa 100% na hautayumba. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza tayari imekabidhi maelfu ya vifaa vya Stone Cloak kwa vikosi vya Ukraine. Serikali ya Uingereza imesema kuwa baada ya kuthibitisha ufanisi wake vitani, teknolojia hiyo itaunganishwa katika kizazi kijacho cha silaha za masafa marefu, ikiwemo mradi wa Breakstop unaolenga kutengeneza makombora ya gharama nafuu yanayojiongoza. Burnham amesema, na hapa ninamnukuu, Stone Cloak ni mfano bora wa ubunifu wa teknolojia uliobuniwa nchini Uingereza na ambao umethibitisha uwezo wake katika mstari wa mbele wa mapambano. Teknolojia hii itakuwa muhimu katika kuimarisha usalama wa nchi zetu zote mbili. Mwisho wa kunukuu. Viongozi hao wawili pia watakutana na zaidi ya wanajeshi 200 wa Ukraine waliopatiwa mafunzo ya operesheni za baharini nchini Uingereza kupitia mazoezi ya Sea Breeze yanayolenga kuimarisha uwezo wa mapambano na kukabiliana na mabomu ya baharini katika Bahari Nyeusi. Tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake miaka 4 iliyopita, Uingereza imeendelea kuwa mmoja wa washirika wakuu wa Ukraine, ikiwa tayari imetenga pauni bilioni 25 kwa ajili ya msaada wa kijeshi. Burnham pia amesema anatamani uhusiano wa karibu kati ya Uingereza na Ukraine uendelee wakati wa vita na hata baada ya vita kumalizika, huku akiahidi kuendeleza kiwango kile cha uungaji mkono kilichoanzishwa na mtangulizi wake Sir Keir Starmer. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia. Na tukisonga mbele, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amesema rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa pili mfululizo ili kutoa muda zaidi kwa juhudi za kidiplomasia. Zaidi na Victor Kinani. Akizungumza na shirika la habari la Marekani la Fox News siku ya Jumapili, balozi Mike Waltz alisema rais alichukua hatua hiyo ili kuwezesha mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuzaa matunda. What the president is doing right now, as we've seen all along, rais anachofanya kwa sasa, kama ambavyo tumekuwa tukiona muda wote, ni kuyapa mazungumzo nafasi. Mazungumzo yanaendelea, yanafanyika katika kila ngazi, kuanzia masuala ya kiufundi hadi ngazi za juu kabisa, bila shaka ndani ya serikali ya Iran na serikali ya Marekani. Hata hivyo, tunachoendelea kushuhudia ni kwamba upande wa utawala wa Iran umegawanyika. Kuna mvutano wa ndani. Wanatafuta mwongozo kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, huku wengine wakitaka kuelekea mwelekeo tofauti. Hali hiyo inafanya juhudi za kidiplomasia kuwa ngumu sana na pia kufikia suluhisho la busara katika mgogoro huu kuwa changamoto kubwa. Msemaji wa jeshi la Iran alisema siku ya Jumapili kwamba Tehran ilikuwa imesitisha mashambulizi ya kulipiza kisasi katika eneo hilo kwa sasa. Hatua hiyo ya kusitisha mapigano inafuatia karibu wiki mbili za mashambulizi ya kila siku ya Marekani na mashambulizi ya kujibu
majibu kutoka kwa pande zote mbili, hali ambayo kwa kiasi kikubwa ilivunja usitishaji vita uliokubaliwa mwezi Juni. Kufikia Jumapili jioni, Trump alikuwa hajazungumza hadharani kuhusu maendeleo ya hivi karibuni, lakini mapema aliweka picha zilizotengenezwa kwa kompyuta kwenye akaunti yake ya Truth Social zilizoonyesha ndege za kijeshi za Marekani zikishambulia meli za Iran na kisiwa cha Karg. Wakati huo huo, Iran na Oman zilifanya duru kadhaa za mazungumzo ya kiufundi mjini Tehran siku ya Ijumaa na Jumamosi kujadili usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz, kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Bagei. Mvutano kuhusu udhibiti wa mlango huo wa bahari ulifufua tena mvutano kati ya Marekani na Iran mapema mwezi huu, na bado ni kikwazo kikubwa katika kufikia mwisho wa kudumu wa vita. Mwezi Juni, Iran na Marekani zilitia saini hati ya makubaliano ya kusitisha operesheni za kijeshi na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, pamoja na kufikia makubaliano ya kumaliza vita ndani ya siku 60 zilizofuata. Lakini baada ya vikosi vya Iran kushambulia meli za kubeba mafuta katika mlango huo wa bahari tarehe 13 mwezi Julai, Marekani ilianza tena mashambulizi ya anga dhidi ya nchi hiyo na kurejesha mzingiro wake wa kijeshi wa majini katika bandari za Iran. Iran ilijibu kwa kushambulia vituo na kambi za kijeshi za Marekani kote Mashariki ya Kati na kuwaua wanajeshi 4 wa Marekani. Mashambulizi ya Marekani tangu wakati huo yameua makumi ya watu, kulingana na Wizara ya Afya ya Iran. Nchini Uingereza, waziri mpya wa ulinzi Wes Streeting alisema atakutana na mwenzake wa Marekani Pete Hegseth wiki ijayo kujadili mlango huo wa bahari ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani za usafirishaji wa mafuta na gesi asilia. Wiki iliyopita bei ya mafuta ilifikia $100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei, huku mapigano mapya yakichochea hofu kuhusu usambazaji wa nishati duniani. Maelfu ya watu wameuawa kote Mashariki ya Kati tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipoanza mwezi Februari, takwimu rasmi zinaonyesha, huku idadi kubwa ya vifo ikitokea nchini Iran na Lebanon. Rais Trump anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu ya White House siku ya Jumanne. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Huko Uganda, baadhi ya raia wametoa maoni mseto kuhusu hatua ya serikali kuwataka kutumia saa 3 kusafisha maeneo yao ya makazi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, la sivyo wanaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Serikali inasema kuwa zoezi hilo ni la lazima kwa kila mtu mwenye umri wa kati ya miaka 18 hadi 65, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na changamoto ya usimamizi duni wa taka. Mwandishi wetu Shoaib Ibrahim ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Kampala. Mwishoni mwa juma, baadhi ya raia nchini Uganda walisimamisha shughuli zao kwa saa 3 kuanzia saa 1 hadi saa 4 asubuhi kushiriki katika siku ya kwanza kabisa ya kitaifa ya kufanya usafi. Serikali ilizindua rasmi siku hiyo ambayo itakuwa ikiadhimishwa kila Jumamosi ya mwisho wa kila mwezi, na inawalazimu wakazi kutumia saa 3 kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 4 asubuhi kusafisha maeneo yao ya makazi. Mamlaka zinasema kila mtu mwenye umri wa kati ya miaka 18 hadi miaka 65 anapaswa kushiriki, lakini watu wenye umri zaidi ya huo wanaweza kushiriki kwa hiari. Kwa sasa niko katika soko la Kalerwe karibu na mji wa Kampala kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa wanaoendesha shughuli mbalimbali kusikia maoni yao kuhusu zoezi hilo na hatua hiyo ya serikali. Maneno yalikuwa iko mzuri, tena mzuri sana, watu wanafanya na lazimisha. Sauli mwenye mimi nataka wanafanya na lazimisha. Sisi kichwa yetu ni ngumu sana. Sisi wenyewe ndio namwaga nini? Chafu. Sisi mwenyewe ndio sawa ya kutoa chafu, unakimbia unaingia ndani, unawacha wenzako ndio atoe chafu, alafu mwenyewe kwa wapi? Ndani. Shida ni kutulazimisha. Hili jambo likuwa nafaa lianzie kwa ubunge. Wabunge wakae, wasikilizane, waone vile itasaidia watu, tuendelee na hii hatua, lakini sio vibaya. Mimi nilifurahia jili tu ni kutulazimisha. Sisi pia tulifanya usafi, tulienda juu huko tukafanya usafi, na hapa wote tulifanya usafi. Ilikuwa mzuri sana. Yani ifai stop ni mzuri sana. Kutokana na zoezi hilo, baadhi ya Waganda na wachuuzi hapa katika soko la Kalerwe wamenyoshelea kidole cha lawama mamlaka kutokana na jinsi ambavyo zimeshughulikia swala la taka. Na hadi hapa katika soko hili la Kalerwe na shuhudia taka ambazo bado ziko hapa bado hazijakusanywa na mamlaka husika. Ni kama hawa walileta tu, walikuwa na mawazo yao ya kutulazimisha, walilazimisha leta shida. Wangejipanga kwanza
wapate magari ya kutosha kukusanya uchafu hayo. Na baadhi yao wanasema mpango wa usafi haupaswi kuwa wa lazima, bali wa hiari. Lazima nataka kwa hiari yako, sio lazima. Kwa shauri ukiweka lazima, nataka government mwenyewe aanze kutayarisha. Sasa natakuwa gari ya kutoa ghasia, gari hakuna. Sasa mimi mwenyewe sio government, nataka kuweka lazima, nifanyaje? Sasa natakuwa government mwenyewe kukaa tayari, alafu sisi pia natakuwa nini? Natakuwa tayari. Waziri Mkuu wa Uganda Bi Robinah Nabbanja amesema kushiriki katika zoezi hilo ni wajibu wa kila raia na si jambo la hiari, na ameonya kuwa wale watakaokaidi watakabiliwa na hatua za kisheria. Kwa hatua hiyo, Uganda sasa imejiunga na mataifa mengine kama vile Rwanda na Burundi ambayo kwa miaka kadhaa sasa zimekuwa zikitekeleza mipango hiyo ya usafi wa jamii kila mwezi ili kuboresha hali ya usafi wa mazingira. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Namna tukiangazia bado taarifa kuhusiana na Uganda, mwanadiplomasia mkongwe wa nchi hiyo Olara Otunu ametangaza rasmi nia yake ya kuwania wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, nafasi ambayo itaachwa wazi mwishoni mwa mwaka huu baada ya katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres kumaliza muhula wake. Asha Juma na maelezo zaidi. Mwanadiplomasia mkongwe wa Uganda Olara Otunu ametangaza rasmi nia yake ya kuwania wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, nafasi ambayo itaachwa wazi mwishoni mwa mwaka huu baada ya katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres kumaliza muhula wake. Olara Otunu sasa ni wa 7 kuingia katika kinyang'anyiro hicho cha kuwania uongozi wa juu kabisa wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Uganda iliwasilisha jina lake kwa viongozi wa Baraza Kuu na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwishoni mwa juma lililopita. Otunu mwenye umri wa miaka 75 si mgeni katika mfumo wa Umoja wa Mataifa. Aliwahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na pia mwakilishi maalum anayeshughulikia masuala ya watoto wanaoathiriwa na migogoro ya kivita chini ya uongozi waliyekuwa katibu mkuu wa umoja huo wa marehemu Kofi Annan. Mbali na kazi zake ndani ya Umoja wa Mataifa, Otunu aliwahi kuwa mwakilishi wa Uganda katika umoja huo na kwa muda mfupi kuhudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Uganda. Mnamo mwaka 2011 aliwania kiti cha urais mgombea wa upinzani, lakini alishindwa na Rais Yoweri Museveni. Otunu amesema Umoja wa Mataifa unahitaji kuharakisha mageuzi ya ndani ili kuifanya iwe na ufanisi zaidi. Pia anasisitiza kuwa mojawapo ya majukumu yake ya kwanza, ikiwa atachaguliwa, itakuwa kusaidia juhudi za kumaliza migogoro mikubwa ya kimataifa. Aidha, anapendekeza kuanzishwa kwa chombo maalumu kitakachosimamia matumizi ya akili mnemba ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Anasema hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi zinapaswa kuchukuliwa kwa njia ambayo haiathiri ukuaji wa uchumi wa mataifa. Wagombea wengine katika kinyang'anyiro hicho ni pamoja na Rafael Grossi wa Argentina ambaye anaongoza shirika la kimataifa la nguvu za atomiki, rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, makamu rais wa zamani wa Costa Rica Rebecca Greenspan, pamoja na wanasiasa wengine wa ngazi ya juu kutoka Ecuador, Guyana na Senegal. Mchakato wa kuchuja wagombea unatarajiwa kuanza rasmi wiki hii kupitia kura zisizo rasmi ndani ya Baraza la Usalama lenye wanachama 15. Wanadiplomasia wanasema hadi sasa hakuna mgombea anayeonekana kuongoza kinyang'anyiro hiki cha kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kumekuwa na maoni kwamba huenda safari hii nafasi hiyo ikapewa mgombea kutoka bara la Amerika Kusini, huku wengine wakitaka kwa mara ya kwanza mwanamke apewe uongozi wa Umoja wa Mataifa. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa mafanikio ya mgombea yeyote yatategemea uwezo wake wa kuepuka kupingwa na moja ya mataifa 5 yenye kura turufu katika Baraza la Usalama, hususan Marekani, China au Urusi. Na msikilizaji, ukitafakari hayo sasa ni kuelekeze tena kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Asante Elisha Mazoya pamoja na Robo Mchina fundi simu na Saida Makusanya na vile Cletus Cleophas kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya leo jioni. Timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars leo inaanza katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON katika mechi ya kundi B dhidi ya mabingwa wa mwaka 2022 Banyana ya Afrika Kusini. Mchezo huo utazaragazwa katika uwanja wa Mulei Rashid mjini Casablanca, Morocco. Hii ni mara
mara ya 3 kwa Tanzania kushiriki fainali za AFCON. Hata hivyo, Twiga Stars bado haijawahi kuandikisha ushindi wala kufuzu hatua ya makundi katika historia ya mashindano hayo. Wakati huo jirani zao Kenya, Harambee Starlets, walianza kampeni yao kwa kupokea kichapo cha mabao 4-0 kutoka kwa wenyeji Morocco katika mchezo wa kundi A. Ahmed Bahaji amezungumza na waandishi wa michezo waliokuwa Morocco, Toto Arege na Vincent Vioyo, kutathmini mwanzo wa kampeni za Tanzania na Kenya pamoja na matarajio ya timu hizo katika AFCON mwaka huu 2026. Na bila shaka bado tunaendelea kuzungumzia michuano ya AFCON inaendelea nchini Morocco, ambapo tunavyofuatilia timu za Afrika Mashariki. Timu ya kwanza ilikuwa ni timu ya Harambee Starlets iliyofungwa magoli 4 dhidi ya Morocco katika mechi ya kwanza, lakini hii leo jioni kutakuwa kuna mechi kati ya Twiga Stars ya Tanzania itakayokuwa inachuana dhidi ya Afrika Kusini Banyana. Kwa sasa tunaungana na Toto Arege moja kwa moja kutoka huko katika uwanja wa Moulay Rashid jijini Casablanca, akiwa anasubiri mechi ya Tanzania dhidi ya Afrika Kusini. Toto, tutegemee mechi aina gani hasa tukizingatia timu hizi mbili zimekutana katika michuano iliyopita wakatoka sare? Ukiangalia hivi sasa macho yote katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, macho yote ni kwa timu ya taifa ya Tanzania Twiga Stars ambao wanapambana dhidi ya Afrika Kusini. Ukiangalia Afrika Kusini wana experience kwenye mashindano hayo, waliwahi kushinda kombe hili mwaka 2022, lakini ukiangalia Twiga Stars wameshiriki katika hii mara ya 3 kwa wanashiriki katika mashindano haya, lakini hawajawahi kufuzu kama kupita raundi ya hatua ya makundi. Ukiangalia katika timu hizi za Afrika Mashariki, pia Kenya ipo kwenye mashindano haya, lakini hakuna timu kutoka Afrika Mashariki ambayo ishawahi kushinda mashindano haya ama ikaingia kwenye nusu finali. Timu ambayo ishawahi kutoka kwenye hatua ya makundi na kuingia kwenye hatua ya muondoano ilikuwa Ethiopia, ni miaka ya nyuma kabisa. Kwa hivyo ni mechi ngumu, na Harambee Starlets walipoteza mechi yao ya ufunguzi dhidi ya Morocco jana. Haya, turudi hapo kwa Twiga Stars ya Tanzania. Wewe uko huko katika jiji la Casablanca, labda umekiona kikosi cha Twiga Stars kikifanya mazoezi na maandalizi yao kiangalia yako vipi? Maandalizi yako vizuri.